Mimi kwa majina naitwa Mr. John George Mrema, ni mtaalamu wa afya pia. Labda kwa kuongelea kile nilichokiongea pale, hivi vyuo vya afya vinatoa mchango mkubwa sana katika kuboresha afya ya Tanzania, na hasa kama vitasimamiwa kwa ubora ule ambao hizi regulatory body kama NACTE kwa kushirikiana pamoja na Wizara ya Afya watafuata zile taratibu ambazo zinasimamiwa na NACTE na Wizara ya Afya. Kwa mfano mzuri ni hapa Excellent, ukiangalia utaratibu wao tumepita pamoja kuangalia haswa zile skill lab, maana unajua tunapoelekea sasa hivi wanafunzi wanatakiwa ni mtaala ambao wanaoita mtaala ambao ni competence based. Ni mtaala ambayo inataka kuona wanafunzi wanakuwa na umahiri, sio kupata tu ule ufahamu tu wa kusoma kwenye vitabu au kufundishwa darasani, lakini ule yeye mwanafunzi anaweza akafanya kitu gani. Changamoto itakayobaki hapo ni kupata wataalamu ambao wanaweza kukidhi viwango ambavyo wataweza kutoa huduma kwa wataalamu wananchi kwa kiwango ambacho kinachotarajiwa. Maana wizara inajenga facility, vyuo hivi vinazalisha wataalamu. Kama havitawazalisha wataalamu wenye viwango kusudiwa, hata hizi facility ambazo rais anapambana kuzijenga kwenye kila kona ya nchi yetu zitakuwa hazina maana. Kwa majina ninaitwa Msaada Daudi Barula, ndio mimi ni mkurugenzi wa vyuo vya afya Excellent kwa Tanzania nzima. Na siku ya leo tumekuwa na mahafali ya 7 ya wahitimu waliohitimu katika fani zao mbalimbali za afya pamoja na jamii, na ambayo yamefanyikia hapa kampasi ya Kibaha, chuo cha afya Excellent. Na leo tumebahatika kuwa na wahitimu zaidi ya 200 kati ya wahitimu zaidi ya 1500 tangu chuo kianza, na tumeona mafanikio makubwa kushiriki katika kuzalisha wataalamu katika fani ya afya. Wataalamu wengi wanaoingia sokoni, wanaoingia katika jamii mbalimbali kwa ajili ya kutoa huduma, na tunamshukuru Mungu vijana wetu wanaotoka katika vyuo vya Excellent wanakuwa na umahiri wa pekee, na mimi binafsi nimeshuhudia namna ambavyo soko linawashambulia. Lakini tuishukuru serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Hassan Suluhu kutupa nafasi sisi kama Excellent kushiriki katika kuzalisha wataalamu, kwa sababu tunajua jamii zetu zinahitaji huduma za afya ambazo pamoja na vituo mbalimbali vya afya na hospitali ambavyo vinahitaji wataalamu. Kwa hiyo kwa namna ya pekee serikali imetuamini ikatupatia nafasi ya kushiriki kuzalisha hao wataalamu, na jambo hili ni la msingi sana, kwa sababu kati ya jamii zetu matatizo ya kiafya yako ya namna tofauti tofauti, na kwa kadiri tunavyoendelea, kwa siku zinavyoendelea, mambo yanakuwa mabaya sana. Kwa hiyo tunaishukuru serikali kwa kuja na mikakati ya kuzalisha wataalamu wa afya ambao wataingia katika jamii zetu kuboresha huduma za afya. Wito wangu kwa wananchi pamoja na jamii yote, na hasa wazazi, tunapopata nafasi ya kuwasapoti vijana wana vipaji mbalimbali. Sasa vijana wale wanaoonyesha wito katika eneo la afya, tuwape sapoti ya kutosha, tuwape msaada wa kutosha ili waweze kutimiza ndoto zao, na kwa kufanya hivyo tunaisaidia jamii. Ninarudisha shukrani kwa wazazi, na mchango wetu sisi wa kuhitimu hichi chuo cha afya cha Excellent ni tutapeleka huduma kwa jamii, tutawafundisha magonjwa mbalimbali, namna ya kutibu, jinsi ya kuondokana na matatizo. Yapo magonjwa mengi sana, ila kuna magonjwa ya akili ambayo yanawakumba watu, ni changamoto ambayo inakumba jamii nzima. Ni changamoto ambazo inakumba jamii nzima. Kulingana na uzoefu na shule niliyopata kutoka chuo cha afya cha Excellent, tutaenda kutoa huduma, tutashauri. Kuna haya magonjwa ya wazee
Afu kuna haya matatizo mengine ambayo yanawapata wajawazito. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana, na pia tunashukuru vyombo vya habari kuwepo siku ya leo. Tunasema ni asante kwa kuja hapa, na tunashukuru chuo chetu, tunashukuru wanafunzi wote walioshiriki, na pia tunamshukuru Mungu. Asanteni. Kwa majina naitwa Stella Gwea kutoka Excellent College. Baada ya hapa natarajia kuwakilisha vyema chuo changu kwanza, na cha pili kufanya kazi kwa weledi na kwa bidii. Yaani kwa Excellent College kwanza time keeping. Yaani nimejifunza kwa sababu kuingia chuoni kuna muda, yani mnawekewa muda labda saa ngapi mpaka saa ngapi kufanya hicho. Yaani nimejifunza niwe na keep time. Kupitia fani yangu nitahakikisha kwamba watu wanatumia matumizi sahihi ya dawa. Mfano mtu amekuja labda anaumwa, yani wengine wanatumia dawa kabla hawajapima. Tutahakikisha kwamba watakuwa wanapima na wanapata dawa sahihi na wanatumia dawa kwa wakati sahihi.